ya chama. Lakini pia mimi mwenyewe nina swali hapo. Swali la kwanza ni kwamba umesema umekuwa Chauma na umebahatika kuhudhuria vikao vyote. Labda kuna dalili zozote za kwamba kuna mkono waliokuwa mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe ndani ya chama hiki? Kwa sababu kuna maneno mengi mtaani kwamba Mbowe anahusika mle ndani, kwa sababu kuna watu wengi ambao walikuwepo upande wake na walikuwa kimuunga mkono kwenye uchaguzi wa ndani, leo hii wapo Chauma. Je, unaweza kudhibitisha kwamba kuna dalili zozote za kwamba Mbowe yupo mle ndani? Lakini pia wanasema kwamba Chama cha Mapinduzi CCM wanatoa pesa, hizo pesa ambazo umekuwa ukizungumza. Unaweza kusema kuna dalili zozote umeona kabisa pesa ambazo zimekuwa zikiingia ndani ya chama cha Chauma ni pesa kutoka CCM? Lakini pia kuna swali kwamba umeona sasa kwenye vikao hivyo ikizungumzwa kwamba Chauma ni kweli imeshapewa baadhi ya majimbo inayachukua. Ni kweli Chauma ina majimbo ambayo tayari wana uhakika wa kwenda bungeni katika bunge lijalo? Ngine umesema pesa kugawiwa majimbo. Swali lako hapo umesema? Swali la kwanza nini kilikusukuma kutoka Chadema kwenda Chauma? Swali langu la pili, unamaanisha nini unaposema Chauma ni hatari kwa maisha wa Tanzania? Mtobi, si lako umeshaandika? Mimi hakuna shida. Mimi nitawind up. Sawa. Okay. Chauma ni zaidi ya CCM. Chauma ni hatari kwa maisha wa Tanzania. Sawa. Ndugu waandishi wa habari, nianze na kujibu swali moja baada ya jingine. Nini kilinisukuma kutoka Chadema kwenda Chauma? Ndugu zangu, kama mnavyojua ni kwamba tapeli hana mipaka. Tapeli hana mipaka. Mimi nilitapeliwa kama wanavyotapeliwa watu wengine huko, mnasikia tuma kwa namba hii. Kwa hiyo na mimi walinitapeli kwa kuniahidi kugombea ubunge. Na mimi kama mnavyofahamu ni kijana na nina malengo. Kwa hiyo kama kijana nilishawishika, lakini nilichokutana nacho mle ndani ndicho kimenifanya nirudi kwenye ofisi zangu za chama kuambia uhalisia na ukweli kwamba wale watu ni matapeli. Tunavyozungumza na nini ni kwamba wameshagawana majimbo yote nchi nzima. Wameshagawana majimbo yote. Kila jimbo kwa sasa lina mgombea wa Chauma ambaye wanasema ana fedha. Sasa ukijiuliza hizi fedha wametoa wapi? Hakuna majibu. Kwa hiyo sijaweza kupata majibu rasmi kule kwenye vikao vyetu kwamba hizi fedha wanazitoa wapi ambazo wameshajiandaa kuzipeleka kwenye majimbo, kwa maana ya kuandaa. Wameshagawana kila kitu. Kwa hiyo mimi kule nimegundua kwamba hakuna chochote, kwa sababu kupitia vikao vyao nimegundua hakuna jimbo ambalo lipo wazi. Kila jimbo wameshagawana. Nina swali hapo limeibuka. Ukijipima sasa wewe kama kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kata ya Mbugani, ambaye umebainisha umedanganyika kwa tamaa za fedha, unafikiri unastahili kuendelea kusalia katika nafasi ulionayo, lakini pia kuendeleza mapambano ya bila mabadiliko hakuna uchaguzi? Sijawahi kuacha kupambana. Na kama kauli mbiu yetu inavyosema no reforms no election, siwezi kuacha kupambana. Ila kuna wakati kama binadamu unakosea. Kwa hiyo niseme kwamba sijajua mamlaka zangu za kinizamu, kwa sababu pembeni yangu nina katibu wa wilaya ambaye ni mamlaka yangu. Yeye atakwenda kufanya nini? Atakwenda kutolea ufafanuzi. Sasa hayo ni mamlaka nyingine kwa mujibu wa katiba yetu, lakini kuhusu swala la nini kitatokea sasa, mimi ninaiachia mamlaka, kwa sababu mimi nimekengeuka kwa maana ya kutapeliwa na matapeli kama ambavyo wanatapeliwa watu wengine. Kwa hiyo na mimi ni moja ya watu ambao wametapeliwa. Niombe tu
kuambia umma kwamba nimetapeliwa. Endapo shauri lako likiamuliwa kwa wewe kuvuliwa wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, nataka kufahamu ni hatua gani utazichukua katika maisha yako ya kisiasa? Katiba mimi ninavyo kama ninavyosema, mamlaka yangu ya kinizamu ni kamati tendaji ya wilaya, kwa maana ya mwenyekiti wangu wa chama kata ya Mbugani. Nini kitachukuliwa sasa baada ya, kwa sababu kila mamlaka zina mamlaka yake. Wilaya wanaweza wakanikuta na hatia, kwa hiyo watakaponihukumu kwa maana ya kutapeliwa kwangu, kuna hatua nyingine nitachukua, kwa maana kuna mamlaka zao za juu, za ngazi za juu za maamuzi, kwa maana ya mkoa, kanda mpaka taifa, na mimi sijawahi kushindwa mapambano. Kwa hiyo nitaendelea na mimi Chadema sio kwamba ni chama changu cha utoto cha ukubwani. Mimi nimejiunga na chama hiki mwaka 2012, mwaka 2010. Kwa hiyo mpaka leo nina miaka zaidi ya 15 nikiwa mwana Chadema, na mimi ni mmoja wa vijana watiifu wa Chadema. Kwa hiyo watakapofanya maamuzi, nafikiri kuna mamlaka nyingine, kuna mamlaka za juu yake ambazo mimi nitazifuata kwa maana ya kufuatilia. Nataka nisikie kutoka kwako ni hatua gani utakazochukua endapo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kikuvua wanachama? Hatua mojawapo ni kukata rufaa. Hizo zote zikiwa zimeshashindikana, kamati kuu basi huko ambako unasema utaendelea zimekuvua wanachama Chama cha Demokrasia na Maendeleo, tutegemee utahama kuelekea chama kingine? Sidhani. Chadema ni chama ambacho kiko ndani ya moyo wangu, kwa maana achilia tu nakuwa ndani ya moyo wangu, Chadema mimi ni kama baba na mama. Kwa hiyo sidhani kama wakichukua maamuzi yoyote ninaweza kubaki kama mwanachama wa kawaida, hata nisiwe kiongozi, hata pamoja na kunivua wanachama, lakini nikabaki Chadema ipo ndani ya nini, ya moyo wangu. Na ndio maana unaona nimesubutu kuja kuambia Watanzania ili kuiponya taasisi yangu, kwa maana nimeamua mimi kutoa hiki ninachokifanya waandishi wa habari. Nimeamua kusacrifice maisha yangu kuhakikisha taasisi yangu inapona. Sijalishi ni nini kitanitokea baada ya press hii, lakini nimeamua kusacrifice maisha yangu ili chama changu kiweze kupona, kwa sababu kuna wengine wengi watatapeliwa huko kwenye makata, kwenye majimbo mbalimbali, kwa sababu hawa matapeli wana ziara ya kuzunguka mikoa 16. Kwa hiyo kupitia labda langu lililonitokea mimi, ninaweza nikaponya wengine Mara, Simiyu, ratiba yao zinasoma Kilimanjaro, Tanga, wapi. Kwa hiyo kupitia mimi kuna watu wanaweza wakanisikiliza au wakaangalia wakapona. Na labda pengine ungekuta matarajio yako, manake umetuambia kwenda kule ni kwamba ulikuwa umeahidiwa ubunge, lakini umeona ndivyo sivyo. Endapo ubunge ambao ulikuwa umeahidiwa ungeendelea kuwepo na ungeona nafasi hiyo bado ipo kwako, ungerudi na kuyasema haya? Nafikiri kuna umesikia jina langu linaitwa kikosi 602. Kazi zangu ni za dharura. Kwa hiyo muda mwingine ninaweza nikawa kwamba ninaweza nikawa ni kazi za dharura. Kwa hiyo kugombea ubunge mimi nimeshagombea, sio mara ya kwanza kugombea ubunge. Kwa hiyo nisingeweza kuacha kuja kuwaambia Watanzania, kwa sababu kile nilichokutana kule ndani ni utapeli. Kwa hiyo nisingeacha kuja hapa hata kama wangenithibitishia kugombea ubunge hapa Nyamagana. Kwa hiyo nimeamua kwa moyo wangu wa dhati, bila kujali wameninyima au hawajaninyima, lakini nimeamua kuja kuambia Watanzania na umma kwa ujumla kwamba wale watu ni matapeli na wawapuuze, kwa sababu ni matapeli. Na ulichokifanya hapo maana yake ni usaliti kwa Chadema. Mpaka sasa umeshajutia kitendo hicho? Nafikiri hayo sasa tuachie vikao. Mimi wewe binafsi, maana ya kufika hapa kuambia Watanzania ni kujutia. Kwa hiyo kuhusu swala la kujutia, nafikiri mpaka kufika mbele zenu kuambia umma wa Watanzania wajue hiki kinachoendelea kinachoitwa Chauma matapeli ni kujutia. Swali la pili nafikiri unapaswa kunijibu, na maanisha nini unaposema Chauma ni hatari kwa maisha ya Watanzania? Nimegundua vitu vingi sana ndugu waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla. Kwa nini ninawaita hawa ni zaidi ni hatari kwa maisha ya Watanzania. Chauma sio chama tena chenye uwezo wa kuwasemea wananchi au kuwatetea, kwa sababu mimi ninavyoelewa kazi ya chama chochote cha siasa ni kwenda kuwasemea na kuwatetea wananchi. Lakini kwa jinsi nilichokutana nacho kule ndani kwenye vikao vyao,
hiki chama hakiko tayari kuwatetea na kuwasemea wananchi, bali hivi chama ambacho kina uwezo wa kununua viongozi kutoka chama fulani, unawezaje kuanza kusema kwamba chama hiki kiko tayari kwenda kutetea au kusemea watu? Kwa hiyo ninavyosema, yani ni bora mtu anayeondoka Chadema kwenda CCM kuliko anayeondoka kwenda, yani huyu ni hatari anayeondoka kwenda Chauma. Huyu ni tapeli, amekwenda kuwatapeli wa Tanzania na maisha yetu ya kila siku yalivyo magumu. Kwa hiyo ninavyosema Chauma ni hatari kwa maisha ya Watanzania, ninamaanisha chama hiki hakiko tayari kuwatetea wananchi. Sijui hata pesa wanatoka wapi. Hebu imagine kiongozi wa kata anaahidiwa kununuliwa kwa $400,000. Kila kiongozi ametengewa $400,000 na zinatengwa kwa macho yangu, naziona hivi. Unawezaje kuamini hicho chama ni chama cha upinzani ambacho sisi wa chama cha upinzani chochote tunategemea ruzuku, kwa maana Chauma haina mbunge hata mmoja. Inategemea pesa zake kutoka kwa wanachama. Chauma ina wanachama nchi hii nzima, kwa maana ya kuweza kupata mapato kutokana na kadi. Kama mlivyoona juzi kwenye uzinduzi pale wao wa Chauma, pesa kadi walikuwa wanatoa bure. Sasa wamepata wapi fedha za kuja kufanya siposi? Watatumia helikopta, wali utakuwepo, unaona wali. Kwa hiyo hawa ni matapeli. Muda mwingine hata huo wali wanaosema utakuwepo, tupo hapa waandishi wa habari, tutarudi hapa kuzungumza, unaweza usiwepo pia, kwa sababu hawa ni matapeli ambao wako hapa mjini, wamekuja kutapeli na watazunguka nchi nzima kutapeli bwana. Lakini kuna swali lingine kwamba kuna pesa, kuna mkono wa Freeman Mbowe. Sasa hili, ndugu waandishi wa habari, naomba niweke hivi. Ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania, mimi kwa uhalisia siwezi kulizungumzia hili kwa sababu sijalisikia hata wao wakilizungumza juu ya mkono wa Mbowe Chauma, kwamba kuna mkono wa Mbowe Chauma au hakuna. Hizi ni rumors ambazo ukikutana na mtu pembeni kwenye vikao vyao vile, kana kuambia Mbowe atatujoin hivi.